Je, umewahi kujiuliza kwa nini kanisa Katoliki linaadhimisha sikukuu za watakatifu? Kwa nini kuna makanisa, shule na hospitali zinazoitwa kwa majina ya watakatifu? Je, Wakatoliki wanaabudu watakatifu au wanawaheshimu? Na watakatifu ni watu wa aina gani? Karibu mpendwa katika kipindi chako cha Nuru ya Imani. Leo tunazungumzia mada muhimu sana. Watakatifu ni akina nani? Na kwa nini kanisa linawaheshimu? Na wanasherehekewa lini katika kalenda ya kanisa Katoliki? Karibu tuanze katika kipindi hiki cha Nuru ya Imani. Hii ni The Alternative Voice na mimi ni Christine Ayeko. Watakatifu ni akina nani? Neno mtakatifu linamaanisha mtu aliyeishi maisha ya uaminifu kwa Mungu na sasa yuko katika utukufu wa mbinguni. Watakatifu walikuwa watu wa kawaida kama sisi. Walikabili majaribu, walifanya kazi, waliteseka, lakini walimpenda Mungu kwa moyo wao wote na walijitahidi kuishi Injili kila siku. Kanisa linapotangaza mtu kuwa mtakatifu, halimfanyi kuwa mtakatifu. Badala yake linamtambua rasmi kwamba mtu huyo aliishi maisha ya utakatifu na yuko pamoja na Mungu mbinguni. Watakatifu ni mfano kwetu wa jinsi ya kumfuata Kristo katika maisha ya kila siku. Kwa nini kanisa linawaheshimu watakatifu? Kanisa Katoliki haliwaabudu watakatifu. Ibada ya kweli ni ya Mungu peke yake. Watakatifu wanaheshimiwa kwa sababu kwanza ni mifano ya kuiga. Walionyesha kwa maisha yao jinsi ya kuishi kwa imani, upendo na uaminifu kwa Mungu. Pili, wanatuombea mbele za Mungu. Kama tunavyoweza kuwaomba marafiki zetu watuombee, vivyo hivyo tunaomba maombezi ya watakatifu walio mbele za Mungu. Tatu, wanatukumbusha kwamba utakatifu unawezekana. Walikuwa wanadamu kama sisi. Hivyo, maisha yao yanatupa matumaini kwamba kwa neema ya Mungu nasi tunaweza kufikia utakatifu. Katika sehemu ya 3 tuweze kuelewa baadhi ya watakatifu maarufu. Hawa ni baadhi ya watakatifu wanaoheshimiwa sana katika kanisa Katoliki. Mtakatifu Petro, kiongozi wa kwanza wa kanisa. Mtakatifu Paulo, mhubiri mkuu wa Injili. Mtakatifu Yosefu, mfano wa unyenyekevu na utii. Mtakatifu Francisco wa Asizi, alijulikana kwa upendo kwa maskini na viumbe wote. Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu, alifundisha njia ndogo ya utakatifu kupitia upendo katika mambo madogo. Mtakatifu Agostino wa Hippo, alibadilisha maisha yake na kuwa mmoja wa wanateolojia wakubwa. Mama Teresa wa Calcutta, alitumikia maskini na wagonjwa kwa upendo mkubwa. Na bila kusahau Bikira Maria, mama wa Yesu, ambaye kanisa humheshimu kwa namna ya pekee kuliko watakatifu wengine kwa sababu ya nafasi yake ya kipekee katika mpango wa wokovu. Watakatifu wanasherehekewa lini? Kanisa Katoliki lina kalenda ya watakatifu ambapo karibu kila siku ya mwaka kuna kumbukumbu ya mtakatifu mmoja au zaidi. Baadhi ya sikukuu muhimu ni Januari tarehe 1, Bikira Maria ama Maria mama wa Mungu. Machi tarehe 19, Mtakatifu Yosefu. Juni tarehe 29, Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo. Julai tarehe 22, Mtakatifu Maria Magdalene. Agosti tarehe 15, Bikira Maria. Oktoba tarehe 1, Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu. Oktoba tarehe 4, Mtakatifu Francisco wa Asizi. Novemba tarehe 1, sikukuu ya watakatifu wote, ambapo kanisa huwakumbuka watakatifu wote wanaojulikana na wasiojulikana. Kwa hiyo watakatifu huadhimishwa mwaka mzima kulingana na kalenda ya liturujia ya kanisa. Hitimisho. Mpendwa, watakatifu si watu wa mbali nasi. Ni ndugu na dada zetu katika imani ambapo walimpenda Kristo kwa uaminifu. Kanisa linawaheshimu kwa sababu wanatuonyesha njia ya kwenda mbinguni na tunaomba maombezi yao ili nasi tuwe waaminifu katika safari yetu ya imani. Kumbuka, lengo la maisha ya kila Mkristo ni utakatifu. Mungu anamwita kila mmoja wetu kuwa mtakatifu katika mazingira yetu ya kila siku. Sala ya kufunga. Mungu wetu, tunakushukuru kwa mfano wa watakatifu uliotupatia kupitia kanisa lako.
Utujalie neema ya kuiga imani yao, upendo wao na uaminifu wao kwako. Kwa maombezi ya Bikira Maria na watakatifu wote, tuimarishe katika safari yetu ya kuelekea uzima wa milele. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na tukitamatisha, je, jina lako ni la mtakatifu yupi? Na je, maisha yako unaishi kulingana na yule mtakatifu ambaye umeitwa baada yake? Ni swali ambalo tunafaa kujiuliza katika maisha yetu ya kawaida. Ama yule jirani yako ama yule rafiki yako ambaye ameitwa jina la mtakatifu fulani, maisha yake yanaambatana na yule mtakatifu? Kufikia hapo nasema asante sana kwa kuungana nami katika kipindi hiki cha Nuru ya Imani. Kumbuka watakatifu hawatuchukulii nafasi ya Yesu, wanatuongoza kwake kwa mfano wa maisha yao na maombezi yao. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kuishi kwa imani, matumaini na upendo. Mungu akubariki. Hii ni The Alternative Voice na mimi ni Christine Ayeko.